Mtu mmoja na mfanyabiashara wa wakala wa huduma za kifedha aliyefahamika kwa majina ya Mana Selemani Mana mwenye umri wa miaka 46, mkazi wa Magore Estate wilaya ya Kilosa mkoani Morogoro, amefariki hapo hapo baada ya kupigwa risasi na wanaodaiwa kuwa ni majambazi kisha kuporwa begi lake na kutokomea nalo kusikojulikana. Yule alikuwa anafanya biashara ya Tigo Pesa. Baada ya kufunga biashara anaondoka kurudi nyumbani, ndio akakutana na hao majambazi njiani. Nyuma yangu ni ndugu, jamaa na waombolezaji hapa katika chumba cha kuhifadhia maiti katika hospitali hii hapa ya Dumila ya St. Joseph. Tuwasikilize ndugu, jamaa na marafiki walikuwa na yepi ya kusema. Tukio hili limetusikitisha sana watu wa Dumila, kwa sababu haya matukio yalikuwepo zamani na sasa hivi tunashangaa yanajirudia. Ila tunachokiomba jeshi la polisi lishughulikie swala hili lisijirudie tena, kwa sababu tayari limeshaleta tishio. Wafanyabiashara sasa tayari ni hofu kwamba mtu unapofanya biashara yako unakaa kwa hofu. Lakini tunaliamini jeshi la polisi kwa sababu linatusaidia sana. Ulinzi ni upo uliokamilika. Kwa jana uliotokea saa 3, hilo ndio limetushangaza. Wakanipigia simu majirani kwamba ndugu yao amepigwa risasi akitokea kazini kwake maeneo ya Dumila juu. Baadaye tukatoka hapo tukaenda hospitali kwenda kufikiri kule marehemu amefariki. Baada ya kuwahoji wakasema kwamba kweli bwana tumemkuta pale amepigwa risasi, lakini ashafariki tayari. Yeye ana biashara yake kule ya Tigo Pesa na M-Pesa. Sasa baada ya kufunga ile saa 2 akiwa anarudi nyumbani ndio akutana na majambazi wakampiga risasi. Marehemu wakati muda anaondoka nyumbani alikuja hapa ofisini kwangu. Aliniwaga, alisema bwana anko, naomba ndo mimi niondoke mambo, ila kesho mimi hapa sije ofisini, atakuja mke wangu ambaye shangazi yangu. Badala ya muda akatoka hapa kaenda, ni dakika chache tu tunasikia ndio umesikika baruti. Badala ya muda watu wakaja, ikasemekana yule wakala kapigwa risasi 3 kichwani. Kwa ndio hivyo akafariki pale, ndio watu wakajaja. Baada ya muda akaja maaskari wakachukua mwili wakaenda nao sije kituoni. Mganga mfawidhi wa hospitali ya St. Joseph Dumila, Daktari Selemani Sakoro, amethibitisha kupokea mwili huo na hapa anaeleza. Amepata kushambuliwa na kitu chenye ncha kali kinachofanana na risasi, kimeingilia upande wa kushoto kwenye juu ya shavu upande wa kushoto na kutoka kwenye upande wa kulia kwenye shingo na kusababisha jeraha na kutokwa na damu. Pia kitu chenye ncha kali pia kiliingia kwenye kifua katikati na kutokea kwenye ubavu. Imehusisha pia uharibifu kwenye pafu la upande wa kulia na kusababisha damu kutoka nyingi sana kwa ndani. Kwa hiyo ndio sababu za kifo. Saa 4 simu yangu mimi ikaita. Saa 4 na dakika kama 20-23 ikaita, nikamwambia babako amepigwa risasi. Kwa hiyo mimi nikatoka. Nifika dukani nimekuta duka limefungwa. Nikaenda hadi kwa huyo mtu ambako anafanyia kazi yule alionipigia simu. Nafika pale sikuti mtu. Akanambia njoo huku maeneo ya Batilako ambako kunakuwa karibu na hilo duka. Nikafika. Nikamkuta baba amelala, umemfunika. Alikuwa ampiga risasi. Naiomba serikali yangu sikivu ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan hatua kali zichukuliwe, lakini niombe sana upelelezi uendelee kufanyika kwa haraka ili kuweza kurudisha imani yetu sisi kwa wananchi. Lakini tunajua serikali hii ni serikali ya wananchi, najua ya mambo yatashughulikiwa kwa wakati na weledi mkubwa, hatimaye tukio hili tutajua nini chanzo chake.